Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Peter Alfonsi. Ni neema ya Mungu kufika madhabahuni hapa. Kwa upande wangu nimepitia katika mazingira magumu sana. Ndio. Maisha nilibarikiwa kufahamu baadhi ya vitu vingi na nikaingia kwenye utafutaji. Nilifika stage kufungua kampuni mpaka kiwanda. Ulifungua kampuni ya nini? Ni mambo ya uzalishaji wa baadhi ya material. Ndio. Na nikapata wateja wengi. Ndio. Sana. Tena wa kimataifa wakubwa kabisa. Ndio. Wengine nilikuwa ni Marekani, China, India, Ufaransa na Angola. Ndio. Na kiwanda hicho ilikuwa nijengee Lindi, jijini pale Mchinga, maeneo ya Kilangala pale. Nilifuata taratibu zote za kiserikali. Nikapitishwa kama mwekezaji wa ndani. Nikanunua ekari 120 ambazo ziko karibu na barabara kwa ajili ya kujenga majengo ya mradi huo. Ndio. Na serikali ya wilaya ya mkoa wakanipa ekari 4,000. Ndio. Mara kwanza nilipewa 2,500. Ndio. Baada ya kuona vigezo vyangu viko sahihi, kuna wawekezaji wengine akanyang'anya baadhi ya hekta 4,000. Kwenye hekta 4,000 nikaongezewa 1,500, jumla mimi nikapata hekta 4,000. Nikaingia kwenye utaratibu wa kukamilisha hilo zoezi. Na mimi mwenyewe nilikuwa na mtaji kidogo, na baadhi ya wale wateja ambao nilitakiwa nizalisha hayo material niwauzie, nao wakawa ni masponsor kwa makubaliano ya miaka 5 ili kukamilisha lile zoezi. Fika stage mitambo ilikuwa ya $150,000 kwa kipindi kile, ilikuwa milioni 320 za Kitanzania. Ndio. Tuko stage ya mwisho kabisa. Tushaweka kila kitu sawa. Mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi ndio wakaingiwa na tamaa kidogo. Kwa sababu mkuu wa wilaya alitaka awekeze baadhi ya miradi yake ndani ya mradi wa kwangu mimi. Ndio. Yeye alitaka kile kisima ambacho tulikuwa tumetoboa pale chini, maji yakifaa kwa matumizi ya binadamu, asindike maji kwa haya ambayo tunatumia mkuu wa wilaya. Lakini mkurugenzi yeye alitaka biskuti, chocolate, mikate na juice. Basi kawa kama kuna mvutano fulani wa kimaisha. Mkurugenzi alikuwa ni mtu wa Msoma yule. Alikuwa ni Mjaluo. Mkuu wa wilaya sasa hivi amehamia wilaya hapa Pwani. Yeye alikuwa ni mtu wa kule, simtaje jina. Hatuwezi kutaja. Basi mambo yakawa hivi. Sasa kwa pale, ili kukamilisha zoezi litakiwa ile kampuni, kila sekta kuwe na mameneja. Ndio. Sasa kwenye upande wa vyombo vya moto ni kakaangu ambao ni wa kwanza kuzaliwa. Nikamfuata kwa sababu yeye kidogo ni mtaalamu wa mambo ya hayo. Nikasema basi, kwa sababu siwezi kuchukua watu baki, kwa sababu wewe umesomea hii kitu, naomba wewe utakuwa kwenye sekta hii hapa. Kwa hiyo tunapoenda kutengeneza jopo la management, na wewe mwenyewe utakuwa na kitengo hapo. Lakini baada ya wiki moja, ilikuwa ni Jumatatu, namwambia kuwa Jumamosi ina maana waziri atakuja kule, kwa tutakuwa na kikao kirefu sana mkoani, kwa mkoa na nini, na mgeni anasema alikuwa ni waziri kuja kukamilisha ule mradi. Ile nilimweleza ilikuwa Jumatatu. Jumatano mkuu wa wilaya na mkurugenzi ngumi zikafumuka pale ofisini, mpaka wengine akatoa dijino. Yaani mkuu wa wilaya ndo akapitana na mkurugenzi, na mkurugenzi wanagombania mradi wa kwangu. Sasa wanalingishiana, yeye kwangu atawekeza mradi mkubwa wenye faida sana, yeye mwingine atawekeza mradi ni mdogo, uwezo wake kufikiri ni mdogo. Sasa sijui walipashana maneno gani, kwa wao wakavurugana. Kuvurugana ni ugomvi wa ngumi kabisa. Wakapigana hadharani mbele ya wale wasaidizi wao. Ndio. Kwa hiyo sasa kaishafika ofisi kubwa kwa rais, inabidi mradi ule usimamishwe. Ndio. Ili kuchunguza kwa nini hao wanapigana, kwa ajili ya nini, na wao ndio walionipitisha. Kwa hiyo iko hivyo, lakini ilifikia vitu vingi, ili ilikuwa kama ni sababu itaonekane, lakini nyuma ya hiyo kitu kama kulikuwa vitu ambavyo haviko sawa. Ndio.
Basi mambo yakaenda hivyo, kampuni kasimamishwa, kila kitu kasimamishwa. Ndio. Mwaka juzi na mbunge aliomba eka 13 nimsaidie kwa ajili ya shule za vipaji maalum za wanawake, nikatoa eka 13 nikawapa, na shule zishajengwa na mambo ya elimu inaendelea hapo. Kwa hiyo nikaona kama mambo ya huko, basi ngoja niache tu kwa muda ule ambao bado mchakato bado unaendelea, kwa sababu vitu vingi vilisimamishwa. Ndio. Lakini licha hivyo, na baadhi ya vitu vingine vya kwangu vikaa vimesimama. Unajua kikaa kinakufa kitu kimoja badala ya kingine. Ndio. Mwaka jana tena nikaona siwezi kukaa tu hivi hivi, nikaenda TARI pale Kibaha kwenda kuangalia fursa nyingine. Ndio. Kwa kweli nikakuta kuna fursa nyingi sana hapa Tanzania ambazo zinahitajika huko nje. Ndio. Wakanielekea, baada ya kunipa maelezo nikaona okay, pa kuanzia ni SUA. Kwenda kule SUA nikakuta kuna vitu vingi ambavyo wao wameadvance, ambavyo naweza nikachukua na mimi mwenyewe. Ndio. Nikaanza kama nilivyoanza ile nyingine ambayo bado imesimamishwa, bado iko kwenye mazungumzo. Ndio. Napo pale nikakuta kuna vitu vingi, nikachagua kimojawapo ni kiwanda cha kutengeneza haya maulembo ya mama zetu. Mambo ya nywele na hizo rasta. Nikaenda kujifunza kwa ambaye tayari amesha advance, na nadhani ni mtu wa Msoma, ana kiwanda hicho cha kutengeneza hizo rasta. Ndio. Na mawigi hayo. Basi nikaenda kuona kama ni vitu ambavyo ni vikubwa, lakini kwa jinsi Mungu alivyonijalia kuingia hapa na pale, nikaona ni vidogo sana. Nikachukua vijana wawili, wengine akaenda Uganda, wengine kwenda China. Ndio. Kwa ajili ya kwenda kuongezea ujuzi, ili na maana tuje tuzalishe hizo bidhaa kufuatana na mazingira ambayo tuko nayo sasa hivi. Sawa sawa. Lakini kila ninapofika sehemu fulani naporomoka, na sio kuporomoka, na kufa muda mwingine, hata nauli mtu unashindwa kupata nauli, lakini waliopita mikononi mwangu ni wengi tena, sio ambao wameinuka sasa. Yes, walioinuka kwa kutumia mgongo wangu. Wengine ni wakwa zangu, bahati mbaya dada zangu watatu ambao tangulia kuzaliwa walipata watoto ambao mazingira kawa ni magumu. Kwa hiyo baba mama ikawa ni mimi, japokuwa mimi ni wa mwisho kuzaliwa. Kwa hiyo wengi wamesoma kwa kupitia mimi, na kwa kukaa nao kabisa. Wengine wana makampuni na wengine kazi nzuri tu, lakini hata umpigie simu labda unataka shilingi 1000 au hata ya vocha tu 5000, mtumishi hupati. Kwa hiyo niliyosema hapa kwenye mafundisho kwamba unayemsaidia leo au waliokuzunguka, usidhani kwamba siku ya shida yako watakuzunguka. Ndio maana yake. Kwa hiyo na maana yani nasema ni kwa neema. Mtu mwingine anaweza kaona. Kwa tuseme brother, wewe ni bilionea ambaye ubilionea wako bado haujathibitika. Ndio. Unaitwa nani jina lako? Peter Alphonse. Peter nani? Peter Alphonse. Alphonse nani? Siwale. Mwenyeji wa mkoa gani? Mbeya. Okay. Peter. Hilo jina la Peter ndo unalotumia kwenye miradi yako? Vitambulisho vyote. Vitambulisho vyote. Ukikaa hapa kanisani kwa muda mrefu, ile kanisa litakufa. Naweza nikaamini hilo. Na humu ndani tutapigana. Kuna watu wataondoka na bati, kuna wengine wataondoka na kamera. Kwa kama hujafunguliwa hapa napo inabidi utuage. Sababu uwepo wako hapo utatuletea fujo kubwa. Peter, haujalogwa, haujalaaniwa. Una tatizo moja tu. Kuna jina ambalo watu walibishana kukuita, alafu wakaliacha. Ili jina unalotumia leo, ukiendelea kulitumia, utakwenda hivi mpaka utaingia uzeeni, hautafanikiwa. Na huku uliko kwenda kuwekeza sasa hivi, tegemea mabaya yatatokea ambayo yatafanya hiki ambacho umeanza kukifanyia kazi hakitasonga mbele. Sasa tunashughulika na nini? Hatuwezi kukuombea wewe. Tukikuombea wewe ni kama tunapiga kelele. Tukuombee nini? Hamna cha kukuombea. Tunakutuma wewe, nenda nyumbani wakupe jina ambalo ndilo jina lako la ukoo. Baada ya hapo ukirudi hapa, nakupa miaka hii,
utakuwa unaniletea hapa gari ya kutamba nayo hapa mjini. Amina, amina, amina. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Unajua kirudi kwenye Biblia, amina. Bahati nzuri siongei na Abdalla, naongea na Peter ambaye amekulia katika maandiko ya Agano la Kale na Agano Jipya. Amina. Unamwona Ibrahimu anabadilisha jina. Amina. Unamwona Yakobo anapoingia kwenye kilele cha baraka anabadilisha jina, anaitwa nani jamani? Israeli. Amina. Unamwona Sarai anabadilisha jina, anaitwa Sara. Amen. Amina. Sijui unanielewa vizuri? Amen. Haujalogwa, isipokuwa una laana ya jina popote pale utakapokwenda. Tena tarajia kuna watu watakuingiza katika transaction zako zijazo. Kuna watu watakuingiza kwenye madeni makubwa ambayo yale madeni watatoweka, watayaacha yote mikononi mwako, ukiwa ni mtu pekee ambaye lamani yako inapatikana na watu watajua ni wapi pa kukupata. Kwa hiyo watakuachia mzigo. Umenielewa vizuri? Amina. Hebu nipe historia ya majina ya kwenu. Jina lenu la ukoo ni nani? Siwale. Siwale? Ndio. Hapana, sio hilo. La ukoo. Hautakiwi wewe kuitwa hilo jina la Siwale. Amina. Sio hilo. La babu. Alikuwa anaitwa Chikoti. Chikoti. Kwa hiyo kadhalika kwamba ukiitwa Chikoti hautapata mwanamke mzuri. Sema nabii wa Mungu. Hapana mtumishi. Hilo ni jina la babu kabisa. Nenda uitwe jina la Chikoti. Amen. Alafu anza kufanya process kuanzia leo. Kwenye vyeti vyako vyote unavyofanyia kazi. Nenda NIDA. Chikoti. Nenda RITA. Chikoti. Tafuta affidavit wakili ya kuandikia vizuri, nenda mahakamani uwape. Amen. Utakuja kuniambia hapa. Amina. Sikuombei, sikuwekei mkono wala siiti jina la Yesu. Ila mamlaka ya Yesu inakuagiza. Yes. Unachotakiwa kufanya. Full stop. Zaidi, nenda uninunulie soda. Amen. Uniletee hapa nianze kusherehekea. Amina, amina, amina. Woo! Hilo tumemaliza. Kimbia haraka kabisa. Yaani mwakani majira kama haya utakuwa unakuja hapa kunipa historia nyingine. Nenda uniletee soda kabla sijagaili. Ninywe ni furahi. Amen. Utaajiri watu wengi, lakini hakikisha usimalize mwaka. Kuna shangazi yako, nisikilize Chikoti. Kuna shangazi yako anaishi kwenye mazingira ambayo ni magumu, ni shangazi wa ukoo. Kabla hujaja hapa kanisani kutoa sadaka yoyote, uende uanze kumlea. Na ikibidi Mungu anapokuinua, mjengee nyumba. Hata kabla hujaja kulibariki hili kanisa. Mungu akubariki. Nasubiri soda. Fungua hiyo soda ndugu yangu. Nimwagie hapa. Mama ambaye alikuwa na shida ya miguu, mpeni hii soda. Yuko wapi? Yule mama mwenye shida ya miguu. Kaka, usikope hata mkono. Nikikopa mkono unazeeka maskini. Nenda ukafanikiwe.